Wa Mwaki Sports, karibu sana katika segmenti ya kimichezo ambapo tunaangazia habari mbalimbali nyingi za kimichezo ambazo zimejiri duniani kote. Lakini katika meza hii kimichezo leo hii tunaangazia zile sajili ambazo zimeshafanyika na zile ambazo zinakwenda kukamilika kabla ya kufungwa kwa usajili wa msimu wa dirisha kubwa wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Sasa baki nasi, hakikisha umebonyeza neno subscribe chini ya video hii kwa yule mwanafamilia mpya, lakini pia kwa wale ambao ni wanafamilia wa siku zote tuendelee kudrop comments kwenye comment section kwa kutoa maoni yetu, lakini pia kulike video mbalimbali ambazo tunaziweka hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mwaki Sports. Sasa katika meza ya kimichezo leo hii tunaangazia sajili ambazo zimefanyika na klabu ya soka ya Yanga na kuangalia ni kwa namna gani zinakwenda kuwafaidisha Young Africans na idadi ama listi ya wachezaji tegemezi ambao wameingia kama wachezaji wapya katika kikosi hiko. Tunatambua mmoja kati ya wachezaji ambao wamesajiliwa ni pamoja na mchezaji Sheikh Ibrahima Taure ambaye huyu ana experience kubwa sana ambapo amecheza ligi kubwa ikiwemo ligi ya Saudi Pro League ambayo pia mmoja kati ya wachezaji maarufu duniani Cristiano Ronaldo anacheza katika ligi hiyo. Kwa hiyo ujio wa Ibrahima Taure katika kikosi cha Yanga unakwenda kuwanufaisha Yanga katika maeneo mengi ikiwemo eneo la kupata fan base kutoka katika mataifa mengine kama Saudi Arabia na mataifa mengine duniani. Lakini pia cha pili inakwenda kumpata mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana katika upande mzima wa kimichezo. Mchezaji kucheza katika ligi kubwa kama ligi ya Saudi Arabia inaleta mvuto pia hata kwa wachezaji wengine kuweza kuangalia mifano hai kutoka kwa mchezaji yule ambaye ana experience kubwa. Kwa hiyo Ibrahima Taure ni mmoja wa mchezaji ambaye ana faida kubwa kwa Yanga. Lakini mchezaji mwingine ni Albert Kagwanda. Nafikiri huyu wengi wanamjua, wengi wanafahamu uwezo wake akiwa katika eneo la kati, lakini pia ana uwezo kucheza kama attacking midfielder, lakini pia anaweza kucheza kama right winger katika muda mmoja. Kwa hiyo tunaona kabisa katika eneo la ushambuliaji pia na eneo la viungo wakati linakwenda kupata jibu kamili la mchezaji ambaye anaweza kunyumbulika kama kinyonga ama mithili ya kinyonga katika pichi endapo anakuwa na timu pinzani. Lakini mchezaji wa tatu ni mchezaji Peter Shalulile. Huyu nafikiri wengi wanafahamu uwezo wake ni mkubwa sana, amekuwa ni top scorer wa Mamelodi Sundowns kwa wakati wote. Tunaweza tukasema kwamba ni greatest of all time kwa upande wa washambuliaji wa Mamelodi Sundowns. Ujio wake kwa Yanga unakuja kuongeza chachu na ile competition kwa klabu zingine kubwa Afrika, lakini pia inakwenda kuleta nguvu na uimara katika eneo la washambuliaji. Peter Shalulile ni moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kufunga, si tu katika timu aliyotoka ya Mamelodi Sundowns, lakini pia hata katika timu yake ya taifa ya Namibia amekuwa ni tegemezi na amekuwa ni mchezaji ambaye ana jina na fan base, lakini pia bado uwezo wake ni mkubwa na anakwenda kuisaidia Young Africans. Lakini wachezaji wengine tumewaona wakina Mabula, wakina Choga Boy, wachezaji ambao ni bado vijana, bado wadogo, wanaweza kwenda kuongeza nguvu katika kikosi hiko, lakini pia wakawa na muda mrefu sana wa kuisaidia klabu ya Yanga katika kuhakikisha kwamba wanatetea taji lao la ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, lakini pia wanaenda kutoa ushindani competition katika kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League. Kwa hiyo kwa ujumla usajili wa Yanga una malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kwenda kutetea ubingwa wa ligi kuu, lakini lengo la pili ni kwenda kufika hatua za mbali katika upande wa CAF Champions League kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukiwa na mtu kama Peter Shalulile ambaye tayari ameshashinda mataji kibao, ameshinda taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, ameshinda taji la African Football League kwa maana ya AFL, ameweza kuchukua medali nyingi sana za ligi kuu ya Afrika Kusini, ni mchezaji ambaye anakwenda kuongeza kitu ndani ya Yanga na nafikiri matarajio yao makubwa yanakwenda kutimia katika msimu huu. Inawezekana wakafika nusu finali ama inawezekana wakafika finali ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League. Ni hayo tu katika upande wa michezo. Nipe maoni yako. Wewe unaona usajili wa Yanga una maslahi kweli katika kuhakikisha kwamba wanafikia malengo yao msimu huu ama unahisi wamefeli sehemu? Tuandike maoni yako kwenye comment section, lakini nikukumbushe kwa wewe na familia mpya ambaye haujaungana nasi, kisha
hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Asante na kwa heri, tukutane next video.